Na kukaribisha tena rafiki mpendwa. Asante kwa kuzidi kutufuatilia katika mtandao huu wa Behold He Cometh. Asante kwa sababu natumai ya kwamba Mwenyezi Mungu kwa Roho wake Mtakatifu atakujalia kusoma na kuelewa tunachozidi kufundisha, na nakusihi kuzidi kufuatilia na mtandao huu kwa sababu si haba tutazidi kurekodi na kukuletea mafundisho mengi zaidi ambayo yatakusaidia kukaribia msalaba wa Kristo. Siku ya leo nataka tuweze kuendelea na series ambayo tulikuwa tukisoma, ambayo inasema Watchman, What of the Night. Watchman, What of the Night. Siku ya leo nataka niweze kukuletea kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Wafalme wa Kwanza tutaangalia baadhi ya mafungu kadhaa ambayo tutaweza kujenga hoja zetu kutoka pale. Usiende bali ili tuweze kuanza. Usiende mbali, chukua Biblia yako, chukua kitabu, tuweze kuanza. Na nilikwambia tutakuwa tunasoma Biblia na roho unabii. Biblia na roho unabii, hapo ndio tutakuwa tunajenga mada zetu wakati wowote ule. Kabla tuweze kupekua maandiko matakatifu, hebu tuweze kupata sala. Mtakatifu na Mungu wetu uishi mahali pa juu sana, ni asante kwa sababu umekuwa mwema na mwaminifu katika maisha yetu. Tumeona uaminifu wako tangu ulipotufinyanga na kutuumba, na hata siku ya leo bado tunazidi kunuia kutembea nawe, kukaa karibu nawe, kusikiliza mausia yako ukizungumza nasi. Tuhekimishe katika njia ya haki, tusaidie kufanya yaliyo mapenzi yako siku zote. Ni katika jina tukufu lake Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amina. Nimekwambia nitakuletea kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Tutaanza sura ya 14. Je, kitabu cha Wafalme 14 wa Kwanza 14 kinazungumza kuhusu nani? Kinazungumza kuhusu mfalme mmoja alikuwa anaitwa Jeroboamu. Na mfalme huyu ambaye anaitwa Jeroboamu alikuwa akitawala katika zamu za nabii Ahija. Nabii aliyekuwa anatawala wakati wa mfalme Jeroboamu. Wakati wa mfalme Rehoboamu, wakati wa mfalme Asa, wakati wa mfalme mwingine anaitwa Nadabu, wakati wa mfalme mwingine anaitwa Ela, wakati wa mfalme anaitwa Zimri, na wakati wa mfalme anaitwa Omri. Nabii huyo ambaye alikuwa akitoa sauti ya Bwana alikuwa anaitwa Ahija. Alikuwa anaitwa Ahija. Unakumbuka? Ndiye tena aliweza kumwambia Rehoboamu ya kwamba kwa sababu amekosa kuisikiza sauti ya Bwana, Israeli itagawanywa vipande viwili. Kipande cha juu kabila 10 na kipande cha chini kitakuwa kinaitwa Yuda, kabila 2, kabila ya Yuda na kabila ya Benjamini. Lakini niruhusu tuweze kuingia katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza 17. Hapa tutapata kijana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Ahabu. Ahabu hapa ashaanza kutawala. Ni mchanga sana katika masuala ya utawala. Ingawa ni mtu mzima, lakini katika hali za utawala ni mchanga. Na katika zamu zake Mungu amemuinua nabii anaitwa
Elijah. Kwa hivyo kazi ya Ahija imefikia kikomo. Ahija zamu yake imeisha. Mungu amemuinua mtawala anaitwa Ahabu, na tena akamuinua nabii anaitwa Elijah. Lakini nataka uweze kuelewa kitu kimoja. Jinsi wafalme walivyokuwa wanazidi kutawala, ndivyo jinsi dhambi ilikuwa inazidi sana kuongezeka ama kukithiri katika Israeli. Kwa mfano, ukisoma kitabu cha Wafalme wa Kwanza, 14 aya yake ya 16. 14:16 Wafalme wa Kwanza inasema, naye atawatoa Israeli kwa ajili ya makosa ya Yeroboamu aliyoyakosa, ambayo kwa hayo amewakosesha Israeli. Kwa hivyo ukianza kwa mfalme Yeroboamu, akaanza kuwakosesha Israeli. Yeroboamu akaanza kuwakosesha Israeli. Hata ukisoma aya yake ya 22, hiyo 14:22 inasema, basi Yuda wakafanya maovu machoni pa Bwana, wakamtia wivu. Si unaona? Kiongozi kaelekeza watu wake katika hali ya kutenda dhambi. Wote taifa nzima wakamkosea Bwana. Si kwamba aliyekuja alikuwa mzuri sana. Hata yeye alikuwa na kasoro. Sikiliza. Alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Abijam. Hiyo 15, Wafalme wa Kwanza 15 inasema hivi, mwaka wa 18 wa mfalme Yeroboamu mwana wa Nebati, Abia alianza kutawala juu ya Yuda. Miaka 3 akatawala huko Yerusalemu, na jina la mamaye aliitwa Maaka binti Absalom. Akaziendea dhambi zote za babaye. Sikiliza 15 yake ya 3. Inasema naye huyu ambaye anaitwa Abijam akaendea dhambi za babaye. Badala ya kurekebisha watu kutoka katika dhambi, bado anazidi kuelekeza katika dhambi. Babaye alitenda dhambi, yeye pia anakuja na kuelekeza watu katika hali ile ya dhambi. Bwana anaghadhabika sana. Ukitoka hapo utaingia katika zamu ya mfalme mwingine anaitwa Asa. 15 na aya yake ya 9 inasema hivi, 15:9. Hapa niko na Biblia tafsiri mbili, ya Kiswahili na ya Kimombo. Kuna baadhi ya mambo tutaweza kuyaangalia kwa Biblia ya Kimombo. 15:9 inasema, mwaka wa 20 wa Yeroboamu mfalme wa Israeli, Asa alianza kutawala juu ya Yuda. Asa akaanza kutawala juu ya Yuda. Hebu tusikie naye. Alafu kukaendaje? Akatawala miaka 41 huko Yerusalemu, na jina la mamaye aliitwa Maaka binti ya Absalom. Basi Asa akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana, kama alivyofanya babaye Daudi. Mwanzo wake huyu anaitwa Asa ulionekana mzuri sana, lakini mwisho wake mfalme Asa hawakumalizia wakiwa mapatano mazuri na Bwana. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii 15:19 inasema, tumepatana mimi nawe na baba yangu. 15:19 ndio nasoma. Inasema, tumepatana mimi nawe na baba yangu na baba yako. Angalia, nimekuletea zawadi, fedha na dhahabu. Basi nenda uyavuje mapatano yako na Baasha mfalme wa Israeli, ili aniondokee mimi. Naye Ben-Hadadi akamsikiliza mfalme Asa, akawatuma wakuu wa majeshi yake juu ya miji ya Israeli. Akapiga Ioni, Dani na Abel Beth-Maaka na Kinerothi yote na nchi yote ya Naftali. Ikawa Baasha aliposikia habari hiyo, akaacha kujenga Rama. Alafu ukisoma hapo 23 inasema hivi,
na mambo yote ya Asa yaliyosalia ya nguvu zake zote na juu na yote aliyoyafanya na miji aliyoijenga, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Yuda? Lakini alipokuwa mzee alikuwa na ugonjwa wa miguu. Asa akalala na babaze, akazikwa pamoja na babaze mjini mwa Daudi babaye, na Yehoshafati mwanawe akatawala mahali pake. Ukisoma kitabu kinaitwa Nyakati, ukisoma Nyakati wa kwanza 15 na 16, inaelezea pia habari za mfalme huyu ambaye anaitwa Asa. Utasikia mwisho wake Asa haukuwa ni mwisho mzuri, kwa sababu badala ya alipougua kwenda kusikia sauti ya Bwana, je, Bwana anasema nini? Nafaa kutumia nini katika hali zangu za kuugua ili niweze kupata nafuu? Yeye alienda kuweza kutafuta matabibu. Tena unasikia alifanya mapatano na maadui wa Bwana Ashuri, na yeye alikuwa tuna kasoro zake. Ukitoka hapo utaenda tena umpate mfalme alikuwa anaitwa Zimri na Omri. Hatimaye Ahabu, kwa mfano, hebu sikia, kulikuwa na Zimri. Zimri naye ni katika hiyo Wafalme wa kwanza 16 aya yake inaanza 11. Inasema hivi, 16:11 inasema ikawa alipoanza kutawala, mara alipoketi juu ya kiti chake cha enzi, akawaua nyumba yote ya Baasha. Hakuachia mwanamume yeyote wa jamaa zake wala wa rafiki zake. Hivyo Zimri akaiharibu nyumba yote ya Baasha, sawasawa na neno la Bwana alilonena juu ya Baasha kwa Yehu nabii, kwa sababu ya makosa yake Baasha na makosa yote ya Ela mwanawe walioyakosa na kuwakosesha Israeli, wakamghadhibisha Bwana. Si unasikia? Hata Ela mfalme ambaye alikuwa juu ili Zimri akuje aanze kutawala, Biblia imesema kwamba alimghadhibisha Bwana Ela. Huyu Zimri naye pia akawa na shida zake. Inasema 16:16, na hao watu walikuwako maragoni, wakasikia habari za kwamba Zimri amefanya fitina, tena amepiga mfalme. Kwa hiyo Israeli wote wakafanya Omri jemadari wa jeshi awe mfalme juu ya Israeli siku ile maragoni. Omri naye sasa akaanza kutawala baada ya Zimri. Hiyo 17 inasema Omri akapanda kutoka Gibethoni na Israeli wote pamoja naye, wakahusuru Tirza. Ukisoma 19 inasema kwa sababu ya makosa aliyoyafanya, akifanya mabaya machoni pa Bwana kwa kuiendea njia ya Yeroboamu. Si unasikia? Kumbe huyu naye ukisoma 16:19 inasema naye huyu Zimri akafanya mabaya machoni pa Bwana. Hebu sikia, inasema kwa sababu ya makosa aliyoyakosa, akifanya mabaya machoni pa Bwana. Hata yeye alianza mwanzo mzuri kama Asa, lakini mwisho wake akamalizia katika dhambi, katika hali ya kukosea Bwana, katika hali ya uasi. Kwa hivyo ukishuka taratibu utaenda upate kulikuwa hata na mfalme huyu anaitwa Ahabu. Lakini katika habari za Ahabu inasema hivi version ya Kimombo, 1 Kings 16 and verse number 29 inasema, and in the 38th year of Asa king of Judah began Ahab the son of Omri to reign over Israel, and Ahab the son of Omri. Kwa hivyo Ahabu alikuwa mtoto wa Omri. Umesikia Ahab the son of Omri did evil in the sight of the Lord above all that were before him. Kwa hivyo yeye alitenda dhambi zote ambazo zilitendwa katika ulimwengu huu.
dhambi kubwa na nyingi baya, hata kuliko zenye mababa zake walizozifanya. Huyu dhambi moja aliyoifanya ambayo ilikuwa inamghadhibisha Bwana sana ni kuoa mwanamke aliyekuwa ni mwanamke wa Kisidoni, wa kutoka mahali kunaitwa Sidoni, wa mfalme Ethbaali, na akamleta kuwa mke wake. Sikia, jambo hili lilimkosesha Bwana. 16 aya yake nasoma ya 31 Kiswahili. Inasema, ikawa kama ingalikuwa neno ndogo tu kuyaendea makosa ya Yeroboamu mwana wa Nebati, akawaoa Yezebeli. Akaoa nani? Yezebeli binti Ethbaali mfalme wa Sidoni, akaenda akamtumikia Baali, akamsujudia. Kwa hivyo mfalme huyu, kosa alilolifanya likamghadhibisha Bwana ni kuoa mwanamke wa kwingine, wala si mwanamke Mwisraeli. Kumbuka kitabu cha Kumbukumbu la Torati 7, kisoma kwanza aya yake ya kwanza hapo. Mungu ilikuwa kanuni yake ya kwamba Israeli wasiweze kuoana na wanawake wengine, wanawake wa kipagani, wanawake ambao walikuwa ni kafiri. Hauko ni mpango wa Bwana, lakini Ahabu kwa sababu ya alivyokuwa amekosea, amefanya dhambi kabisa hata kuliko baba zake, akaendea na hata wanawake wa kwingine, akawaoza wakawa wanawake, wakawa wakeze, kama vile akawa na Yezebeli. Yezebeli huyu badala ya kukuja kumwelekeza katika ibada ya Mungu wa kweli, akamwelekeza katika ibada ya uabudu masanamu, ibada ya Baali. Uasi ukaanza. Nataka uone kitu kimoja, na hapa ndio nilikuwa nataka tuweze kujenga fundisho letu ya siku ya leo, kitu kinaitwa compromisation, ambayo ndio tena tulikuwa tunaguzia wakati uliokushapita. Kwa hivyo Israeli sasa wameingizwa kwa ajili ya ujanja katika ibada ya uabudu sanamu. Na ndio maana ukisoma 18 utasikia 18:20 utasikia kulikuwa mpaka na manabii 450 wa Baali. Walitoka wapi? Waliletewa huduma za kwingine na Yezebeli, wakazikubatia, wakaanza kuabudu miungu ya kigeni, compromise. Sasa yawezekana kuwa Yezebeli siku ya leo yuko kanisani. Tutaguzia kwa wakati mwingine. Ni topic nzuri, lakini nataka uweze kuona nafasi ya Elia pia, ya kwamba ingawa wakati Israeli ilikuwa in the great apostasy, katika uasi mkubwa, kwa sababu sasa compromisation ndio inaleta ama inatengeneza njia ya kitu kinaitwa apostasy. Ndio inatengeneza njia ya apostasy, uasi mkubwa. Kwa hivyo kanisa la Waadventista, kanisa hili ambalo linaitwa Israeli, lika compromise wakati wa Elia. Kukawa na kitu kinaitwa the great apostasy wakati wa Elijah. The great apostasy ikaonekana, lakini mtumishi wa Bwana akiwa tu mmoja akawa ni mtu jasiri sana, akasimamia ukweli. Alikuwa anahubiri kitu kinaitwa the present truth. Nani huyo? Elijah alihubiri the present truth. Kwa nini tuseme alihubiri the present truth? Ni kwa sababu katika wakati wake tayari Israeli imejiungamanisha na uabudu wa sanamu. Tayari uwepo wa Bwana hata umewaondoka, kwa sababu Bwana anasema hivi katika Hosea 4 na aya ya 17, Ephraim amejiungamanisha na sanamu, mwache. Kwa hivyo wakati watu wa Mungu wanajiungamanisha na ibada za kwingine, Mungu anawaacha. Mungu anaondoa roho wake mtakatifu. Watu wale wanakaa in the great apostasy, katika uasi mkubwa.
tena huku Roho Mtakatifu akiwa hazungumzi ndani ya dhamira zao, kwa sababu ya kualika ibada za kwingine, kwa sababu ya kualika roho ya kigeni, kwa sababu ya kukubali kutumikia aliye kinyume cha Bwana, ndiye Ibilisi. Wakati huu Eliya mtumishi wa Bwana ndiye peke yake alikuwa anatumiwa na Bwana, kwa sababu roho wa Bwana alikuwa ndani yake. Ukisoma Warumi 8 aya yake ya 9 inasema yeye aliye na roho wa Bwana huyo ni wake, lakini asiye na roho wa Bwana huyo si wake. Roho wa Bwana alikuwa ndani ya mtumishi wake Eliya. Kwa hivyo Eliya ni hakika alikuwa mtumishi wa Bwana. Na sasa kazi yake ilikuwa nini? Ama juhudi yake kwa wakati huu alikuwa afanyeje? Alisimama na kuhubiri the present truth. Nikakwambia hivi, the present truth aliyekuwa anahubiri kwa wakati wake ilikuwa ni kwa sababu taifa hilo lilikuwa in the great apostasy. Alikuwa wakumbushe mausia yake Bwana. Wapi? Kutoka 20 na aya yake ya 3. Hiyo ndio ilikuwa the present truth ya wakati wa Eliya. Ibada ya Mungu wa kweli, ambayo walikuwa wameasi amri ya Mungu ya kwanza, usiwe na miungu mingine ila mimi. Walikuwa wameasi amri hiyo. Kwa hivyo the present truth ya wakati wa Eliya ilikuwa ni gani? Worshiping the creator, not the creature, not an idol. Hiyo ndio ilikuwa the present truth. Na ndio the present truth ndio moja hapo ya the part ya present truth kwa wakati wa sasa. Kwa sababu gani? Ukisoma 14 na aya yake ya 7 inasema akasema kwa sauti kuu. 14 aya yake ya 7 ndio inanukuu, ambayo Eliya pia alihubiri kwa wakati wake. Inasema hivi, akasema kwa sauti kubwa, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Mcheni Mungu na kumtukuza. Fear God and give him glory. Fear God inaonekana wapi? Wakati unashika amri zake. Kwa sababu gani? 14 and verse number 13, the book of Ecclesiastes inasema, and this is the conclusion of the whole matter, to fear God and to keep his commandment. The conclusion, hiyo ndio ilikuwa the conclusion wakati wa Eliya. Ilikuwa the conclusion of the whole matter, to fear God and to keep his commandment. Eliya akahubiri the present truth. Alikuwa ni mtumishi mwaminifu. Hata sisi tunafaa kuhubiri the present truth. Sehemu ya kwanza inasema akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake inakuja. Lakini kwa sasa je, tunafanya hivyo? Kanisani tu ni vurugu. Kwa wakati wa sasa hata tushasahau ya kwamba kama tuna kazi ya kuhubiri habari za malaika watatu. Tushasahau. Tumesahau. Kazi ni vurugu, kazi ni fitina, kazi ni kuongea, ni kusengenya wengine. Hiyo ndio kazi ambayo iko kanisani. Laiti Bwana angetufungua macho tuweze kuona mbele zetu nini kinatujia. Tunaishi katika nyakati za hatari, nyakati mbaya sana. Nataka niweze kukualika tena wakati wa kesho, ili tuweze kuendelea na fundisho hili. Tuulizane, je, Yezebeli anaweza akapatikana ndani ya kanisa la Waadventista kwa wakati wa sasa? Na kama anapatikana katika kanisa la Waadventista wakati wa sasa, je, Eliya aliye ndani ya kanisa la Waadventista wakati wa sasa anafanya nini? Mungu akubariki sana unapotufuatilia, na hata kwenye video ambazo tunatarajia kukuletea. Usisahau kusubscribe na kucomment, na tena hata kutuuliza swali. Mungu wa mbinguni akubariki. Tuombe. Asante Mungu wetu, ni kwa sababu umekuwa mwaminifu sana katika maisha yetu. Tufundishe sana ndani ya Biblia yako takatifu. Ni katika jina tukufu lake Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amina.